Katika nchi kama yetu hii ambayo tunatambua wazi kabisa kwamba chama kinaweza kushinda uchaguzi wa kushika dola kwa kura 2025, vipi watu 100,000 wanakuwa hawapigi kura? Kwa hivyo kuna kazi ya kufanya ya kuwafunza yale madarasa yetu ya itikadi, maana tusihesabu wingi wa wanachama tu, tuwe tuna wanachama wanaojua wajibu wao. Mimi nina uhakika katika watu hawa 108,000 zaidi ya 90% watakuwa ni wetu sie, kwa sababu tunabweteka, tunasema tutashinda tu. Hushindi bila ya kupiga kura. Kwa hivyo tuendelee kuhakikisha tunatoa mafunzo madarasa ya itikadi, tuendelee kuhakikisha watendaji wetu katika ngazi za chini, ngazi za shina, ngazi za matawi, ngazi za wadi, majimbo, wilaya, mkoa, kote tunapeana elimu, tunaambizana juu ya wajibu wetu kama wanachama. Wajibu mkubwa wa wanachama ni kuhakikisha chama kinashinda. Na sasa hivi tuna tatizo la generation mpya, kizazi kipya. Zamani hapa Zanzibar watu wote wanatambua, hata kule bara wanatuambia kama kuna watu ambao wana mwamko wa kisiasa, Wazanzibari wa zama zilizopita walikuwa na mwamko mkubwa sana. Ilikuwa hutafuti mtu kwenda kumfuata akapige kura. Ilikuwa watu wanakwenda kupiga kura, na waliokuwa hospitali wanaenda kuchukuliwa, wanafikishwa kwenye vituo, wanapiga kura. Leo ni kinyume chake. Ukimpa mtu kazi, inabidi awatafutie na usafiri, inabidi amfuate nyumba moja moja. Bado tuna kazi ya kufanya. Ndio maana watu zaidi ya 100,000 hawakupiga kura. Dkt. Mwinyi nywele zimetoka kichwani, lakini ameyafanya haya na wajibu sasa kwa ajili ya maendeleo na uchungu mkubwa sana wa wananchi wake wa Zanzibar. Kwa Dkt. Mwinyi, endelea kuwapenda wananchi wako wa Zanzibar. Utakuja kunenepa baadaye, utakuja kuota nywele baadaye. Kidumu Chama cha Mapinduzi!